na amenipa uhai. Anakuambia ukiungama dhambi zako, wewe nimeweza kukusamehea uovu wako wote. Na zaidi ya haya akasema ya kwamba ukikubali na kutii, hata mema ya nchi anaahidi unaweza kuyakula. Kwa hiyo mtu wa Mungu, fanya ima uepuke mito usikubali kufanikiwa nje kwa sababu ya anasa za dunia, wala usikubali kufungua mito ya wokovu kwa sababu ya tamaa ya mwili wako au kwa sababu ya mtu fulani. Ulisalia peke yako na siku ya hukumu utakuwa peke yako. Sikia sauti ya Bwana, itika mwito uokoke. Ukubali kubadilika na kuishi katika mapenzi ya Mungu, ndiposa maisha yako yatakuwa ya baraka, mwisho kutakuwa na uzima wa milele. Anayemkataa Yesu amekubali mauti ya milele. Anayemkubali Kristo amekubali uzima wa milele. Wewe uko pande gani mpendwa? Unayenisikiliza, wako leo ingekuwa ndio siku ya mwisho duniani, ungeenda wapi? Kuna maisha baada ya maisha haya. Hell is real and also heaven is real. Wako leo ingekuwa siku ya mwisho duniani, wewe unaona ungeenda wapi? Jifikirie mpendwa. Unaweza kuamka na ukazoea kuamka, na ukakuta kwamba siku zikiongezeka unaacha Mungu, unaanza kutenda mabaya. Lakini usisahau ya kwamba duniani hataishi milele. Kuna siku utaondoka duniani na tutajikuta mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, na kila mtu atahukumiwa kivyake. Rafiki yako hautakuwa na wewe, ule maisha yako hamtakuwa naye. Utakuwa peke yako mbele ya kiti cha hukumu, na utahukumiwa sawasawa na matendo yako. Matendo yako yakiwa mema, utapata nafasi katika uzima wa milele. Matendo yako yakiwa mabaya, utapata nafasi katika mateso ya milele. Sasa mpendwa, fikiri. Maandiko yanasema, Mungu anatuambia sisi binadamu wote, anasema na chunguze njia zetu na kusijaribu, na tufanye kumrudia Mungu tena. Ndio maana bado ninakuletea neno la Bwana. Ndio maana bado nasikia sauti hiyo. Maana Mungu angependa uendelee kuchunguza njia zako na usijaribu njia zako, na ufanye kumrudia Mungu tena. Kuna mambo ambayo unafanya kusema kama kijana, ambapo hata moyo wako unakufurutisha kwamba ni makosa, hata bila kuambiwa na mtu, ndani yako unasikia kabisa nakosea. Ni kwa nini mpendwa unafanya makosa ambayo hata mwenyewe unajua ni makosa? Ni hasara kabisa mpendwa, na ni barabara ya mateso unajirekea, na barabara ya abiria ambayo hautaondolewa. Kama moyo wako unakusurutisha, unasikia kweli hapa nafanya makosa, lakini wewe unaendelea kufanya yale makosa, uelewe kwamba siku utakapopatikana na shida, basi Mungu hatakusaidia. Jichunguze mpendwa, na ufanye haraka ugeuke, umpe nafasi Yesu. Na yale unasikia ndani yako ni mabaya, yawache. Usiendelee kutenda maovu ambayo moyo wako unakuonyesha ni mabaya. Utakuwa unajiletea mateso. Kwenye masikio nasikia hayo. Somo letu nasikia leo, bado niko hapa, niendelee kusisitizia. Angalia vile unakaanishana na watu. Mafanikio yanazuiliwa kwa watu wengi kwa sababu tunapokaa katikati ya watu, tunakaa kiholela, tunakaa bila mpangilio wa kiungu, tunaishi tu bila mpangilio wa kiungu. Wala hata Mungu aliyetuumba alipeana maagizo gani kwa watu wanaokaa pamoja, kwamba wanastahili waishije. Watu wengi hata hatujui. Sisi tunaishi kwa njia zetu, tunafanya mambo vile tunajisikia.
maana nakuta kwamba tunakuwa na bidii lakini hatuoni mafanikio. Basi bado niko hapa nikukumbushe tena, kuna mambo Mungu alisema watu wakikaa pamoja wanastahili waangalie sana. Ndio na wewe unayetaka kufanikiwa uangalie sana, unakaje na wale watu karibu, unaishije na wale watu karibu na wao, unaishije na wao. Unaweza kuwa uliumba ubarikiwe, lakini vile unakanishana na watu unafunga baraka zao. Inawezekana uko na bidii sana ya mafanikio, lakini vile unakanishana na watu unafunga mafanikio yako. Inawezekana uko na ujuzi sana wa kuleta mafanikio maishani mwako, lakini huenda vile ambayo unakaa na watu unafunga mafanikio yako. Siku jana tuliona habari za uongo. Maandiko yanasema kwamba hatustahili kusemezana uongo. Wakati unakaa karibu na watu, haufai kuwadanganya wale unakaa na wao. Ukiwadanganya wale unakaa karibu na wao, umefunga baraka zako. Unastahili kuongea ukweli na yule aliye karibu nao. Ndio sasa hapa utakuwa umefungua mlango wa mafanikio. Narudi tena kitabu cha Efeso 4:25 tunapoendelea. Ephesians 4:25. Maandiko yanasema basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mungu anasema tunapokaa pamoja ndio tuweze kufanikiwa, lazima tuvue uongo na kila mmoja ajifunze kuongea ukweli na jirani yake, kwa maana sisi tu viungo, kila mmoja ni kiungo cha mwenzake. Sasa unayenisikiliza, jifikirie tangu ulipoamka, ni maneno mangapi umeongea na huyo ulio karibu naye na ni ya uongo? Ni stori ngapi umepigia huyo rafiki yako na ni za uongo? Na wewe unataka kuona mafanikio. Basi Mungu anasema lazima uvue uongo na ujifunze kuongea ukweli wewe na yule mwenzako, ndio sasa utafanikiwa. Lakini watu wengi wanadanganya mpaka rafiki zao, wanadanganya mpaka mtu ambaye anakuahidi kusaidia na wewe unamdanganya. Ndio maana hata ukisaidiwa usaidiki, na unabaki ukisema pesa fulani ni kama ni pesa mbaya, ananipenda na hata inisaidiana. Wakati mwingine mpenda sio hivyo, ni ile wewe umedanganya. Ndio maana Mungu hawezi kuacha ufanikiwe, maana hakuna mtu mwongo ambaye Mungu atamwacha afanikiwe wala akae na amani. Wale Mungu anawacha wafanikiwe wawe na amani ni watu wanaongea ukweli. Akimwona mwenzake anamuongelesha ukweli, ndio mtu ambaye Mungu anaacha afanikiwe. Lakini wewe unadanganya mwenzako. Hata wewe mwanabiashara unadanganya mnunuzi, ulinunua 500 nauza tu bei ya kutupa. Basi ndio maana ukiuza una faida. Usianze kuuliza pesa yangu inaenda wapi. Ujue pia maneno yako na nguvu. Ati hata hiki usifatangi faida na bei ya kutupa. Na kujanga tu kushikilia customer. Basi kwa maana wewe ni muongo, utakula matunda ya uongo wako. Maana anasema tuvue uongo, tuongee kweli kila mtu na jirani yake. Hapo ndipo mafanikio yatapatikana. Kama unauza kitu mpendo, bei uliyonunua wachana nayo. Hata customer hakuuliza ulinunua pesa ngapi, anakuuliza unauza pesa ngapi. Wewe na uongo wako unamwambia hata nilinunua 500, nauza 450 tu nipata kama 50. Na unajua ni uongo kabisa, unadanganya. Ukununua 500. Ndio maana hata ukipata bado unakosa. Hata ukiuza hauna kitu. Kwa maana wewe unatumia uongo. Na muongo hawezi fanikiwa. Mtu muongo hawezi ona mema. Kwa maana uongo ni mashtaka mbele za Mungu. Ukitumia ulimi wa uongo pia ni machukizo. Kwa hiyo ukitokea mbele za Mungu hawezi kuachilia ufanikiwe. Na pia shetani ni baba wa uongo. Ni kama vile kuku yako huwezi kuiacha ilale kwa jirani.
Ukijua kuku yako imeingia kwa jirani lazima uiendee. Na wewe ukitumia uongo, shetani akikuona umeenda kwa Mungu lazima akukujie. Aambia Mungu, huyu mtu ni wangu, usimbariki. Kwa sababu anatumianga uongo. Unakuta watu wengi tunaangana na hatuoni mafanikio. Mtu wa Mungu, jua kaa na watu. Na Mungu anasema ukikaa na watu wacha uongo. Ongea ukweli, ndio utafanikiwa. Sema ukweli na yule mwenzako. Mwambie ukweli, maana wewe utafanikiwa. Lakini ulimi wa uongo unaleta mateso. Ulimi wa uongo ni machukizo. Mpendwa, jifunze kuongea ukweli na yule aliye karibu nawe. Hata kama unamwongelesha kwa simu, ongea ukweli bwana. Ogopa Mungu, na ubarikiwe. Tumepewa dakika 5 na saa hii uko Dono, unaenda town, unasema nipewe dakika 5. Niko hapa kwa jamu, na hata hakuna jamu, na unasema niko hapa kwa jamu, nipewe dakika 5. Hiyo ndogo ndogo inafunga baraka zako, maana unajiwekea mashtaka. Maandiko anasema kila neno unayonena utatoa hesabu yake. Sasa wewe ukisema niko hapa kwa jamu, na hata saa hii unatembea miguu, na unasema niko hapa kwa jamu. Tangu lini mtu anatembea kwa miguu anakuwa kwa jamu? Lakini mtu anatembea futi na anasema niko hapa kwa jamu, nimeshikana, nipe dakika 5 na kuja. Anatembea futi. Na watu wengine wamezoea, wanaona kama sio kitu. Wanaona ni kitu ya kawaida sana kudanganya mtu. Maana hakuoni. Unasahau kuna Mungu anakuona. Na yeye ameshasema mvue uongo. Kila mtu aongee ukweli na mwenzake. Sasa na wewe unaongea uongo. Unaona sasa baraka zako umetupa. Mafanikio yako umetupa kwa sababu ya uongo. Mungu amsaidie sana mpendwa. Angalia sana unakaaja na watu. Wacha kupiga watu ukora. Hautafanikiwa. Kile unapata kwa uongo kitaenda haraka sana. Hautakiona. Unafiri kusimama katika ukweli. Na Yesu anasema the truth will set you free. Kweli itakuweka huru. Kwa hiyo ukiongea ukweli unakuwa huru. Sasa vifungo hakuna. Ukitokea mbele za Mungu, Mungu anakusaidia haraka because you spoke the truth. And God is a true God. So when you speak the truth, you are connected to God. Kwa hiyo msaada wako utauona kwa haraka. Lakini ukiongea uongo, you are disconnected from God. And you are connected to the devil. Na shetani ananga mema. Hata shetani hana kwake. Anatangatanga duniani. Watu wanasema anazunguka kama simba agurumaye. Mungu alipomuuliza shetani siku za aibu, umetoka wapi? Akasema nimetoka kuzurura duniani. Shetani sasa hana makao. Ukikubali akudanganye, hata utakosa makao. Shetani hana mahali. Amewekewa jehanamu. Ukimkubali basi utakosa mema. Ongea ukweli mpendwa. Jifunze kusema ukweli. Jifunze kuongea ukweli. Hata kama uko na shida, ongea ukweli. Ongea ukweli. Wengine wanakopa pesa na wako na pesa. Simaki niko zero waki, si nikopesha 200 hapa waki. Nakaukiwa na uko nazo. Sawa. Ukianza kufilisika usilie. Mwango. Unaambia mtu akopeshe 200 na wewe uko na 3,000. Na unajikunja kabisa, unajionyesha huna kitu. Sasa hivyo ndivyo tunafunga mafanikio yetu. Na kila saa tunang'ang'ana, tunajipanga kweli kweli, lakini unakuta there is nothing. Kwa sababu mbinguni kuna mashtaka kwamba tunatumia uongo. Nilikwambia hata wale wanakopa loan na wanashindwa kulipa. Ni kwa maana hata details walizopeana ni za uongo. Details walizojaza ndio apewe loan ni za uongo. Sasa Mungu hawezi msaidia muongo.
Kwa maana umekopa, umeshinda kulipa kwa sababu ya uongo wako. Mwingine alidanganya ako na matanga ushago akatoa loan. Mwingine anasema mtoto wangu amepokea mnipea loan, na mtoto wako hapo anachukua school fees. Nani ilikuwa yako ya kukula mandazi? Wale mnasema niko na loan sijalipa, ulikopa sijui nani? Si uliandika ukora, unafanya kazi kwa serikali, mshahara alipo 50,000, ukapewa loan ya uongo. Sasa unaona, ndio maana huwa nakwambia mateso yetu mengi yanahitaji kutubu. We need to repent, kwa sababu shida zetu nyingi zimetokana na dhambi zetu wenyewe. Hiyo ni Isaya 59 mstari wa kwanza. Anasema ina Isaya 59 wazuani, mkono wa Bwana sio mfupi na sikio lake sio zito, lakini dhambi na makosa tufarakanisha sisi na Mungu, mpaka Mungu hataki kutuona na hata kutusikia kwa sababu ya uongo. Unakopa mtu pesa, unamlipa nusu, halafu kesho unasema ulimaliza. Namwambia hii nilishamaliza, jana nilikuletea yote. Unamtaimu akiwa busy, unaenda unamwekelea mkononi wa 500, kesho unamwambia nilikupea 1000. Uongo unafunga baraka. Unamwambia jana nilikuja nikakupea 1000, ndio ulikuwa busy au kuona. Na wewe unajua ulimpea 500, lakini mdanganya nilikupa 1000. Basi umefunga baraka zako mwenyewe. Mafanikio yako umeyafunga. Maana kila saa ukitokea kwa Mungu akusaidie, mashtaka yanainuliwa. Hosea 7 wanasema nitakapo kumsaidia Israeli, ndipo dhambi zake zinafunuliwa mbele yao. Kuna watu Mungu anataka sana akusaidie, lakini maovu yako yanafichuliwa mbele za Mungu. Ndio maana Yesu alipokuja, injili yake ya kwanza, maneno yake ya kwanza ya kuhubiri, Mathayo 4:17 anasema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu alielewa kila kutesa ni dhambi. Ndio maana alipokuja alianza na kusema repent. Mbona msikizaji, Mungu angetaka sana kusaidia, lakini hata asubuhi ya leo ameona ukidanganya na usikii kama kuna shida. Umedanganya mpaka aliye karibu na wewe. Umedanganya. Bwana tusaidie sana. Ndio uongo mdomoni mpendwa. Wala Mungu akusaidie. Hata wengine wametoka nyumbani, ameambia mke wake sina kitu. Sina kitu. Amepitia kwa hoteli, amekula chai na mandazi hapo, na nyumbani amesema sina kitu leo, acha niende nitarudi baadaye. Kuna mtu aliambia mke wake acha niende, nitakuja saa 5 nikuletee breakfast. Mpaka saa hii ni saa 7 hujaenda. Na uliambia mke wako acha niende, na nisipokuja nitatuma, na hata hujatuma, na uko hapo tu unangojea kesho mafanikio yatakuonekana. Hiyo ndio mambo yanafunganga baraka zetu. Uongo tunatumia, and we cheat those people who are close to us. We are cursing ourselves. We are closing the doors of our blessings. Wakati tunadanganya mtu ambaye ako close kwako kabisa, unafunga mafanikio yako. Vua uongo mpendwa, ongea ukweli na yeye aliye karibu nawe, kwa sababu wewe ni kiungo chake na yeye ni kiungo chako. Unamhitaji naye anakuhitaji. Sasa uongo ni wa nini? Bwana msaidie sana. Jambo lingine, usiendelee kudumu hapo sana, ni mstari wa 26 nasema hivi: Muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Wakati tunakaa kanisa pamoja, kitabu cha Yohana 17
Mstari wa 3 Yesu anasema, jihadhari nafsi yako. Ndugu yako akikosea mwenye, akitubu msamehe. Wakati umekaa na wengine ujue watakukosea, wanaweza kukosea, na unaweza kukasirika sana amekosea fulani, lakini Mungu anakuambia angalia sana, hiyo hasira isilete dhambi. Usikubali jua litue na ungali na uchungu ndani yako kwa sababu ya yule mtu aliye karibu na wewe, maana utakuwa umefunga milango ya baraka. Lakini wengi wetu ukikasirisha na mtu aliye karibu na wewe, unasema hata sitaki nimuongeleshe. Akikusalamia asubuhi, habari ya asubuhi, unafunga mdomo kama sanamu. Unakaa stone face kama mke wa Rutu alikuwa chumvi. Unakaa uso kabisa. Nakwambia habari ya leo, unakaa uso, unasema vile alinifanyia jana nionyesha hivi. Basi umefunga baraka zako. Maana Mungu amekwambia wale unakaa karibu na wewe watakukosea. Lakini wakikosea, angalia sana hasira usibebe. Usibebe uchungu, kwa maana utafunga baraka zako. Kwa hivyo ukikosewa lazima uandae hasira, uchungu uandae, ndio sasa utafanikiwa. Lakini wangapi saa hii tulikuwa tunaongea na wao Januari, saa hii hatuongeleshani. Tena tuko kampuni moja, tuko soko moja. Januari tulikuwa tunapiga story, saa hii hatuongeleshani na tunangojea baraka. Tungoja sana mpendwa, tungoja sana. Wakati mwenzako anakukosea na unabeba hasira, tena unaruka nao siku mpaka inakuwa ni uchungu, ujue umefunga baraka zako. Yesu anasema ukikosewa na mwenzako aliye karibu na wewe, mwonye, akitubu msamehe. Lakini wewe ukikosewa unajifanya, ukiuka pande ile unaanza kuongea vibaya. Sasa unabeba uchungu ndani yako, fulani alinikosea sana, fulani alinikosea sana. Basi umefunga baraka zako. Wakati mtu amekosea, mwambie aliyekukosea. Wacha kuenda kuambia mtu mwingine, unafungua mlango wa vitina. Na mtu wa vitina ni mojawapo ya vitu 6 ambavyo Mungu anachukia. Anachukia mtu anapanda mbegu ya vitina katikati ya watu. Huyo mtu ambaye anakosewa na anaenda kusema kosa la mtu mwingine, amefanya vitu vinaita vitina, na hawezi barikiwa. Na ndio tabia ya watu wengi. Mtu akikukwaza unajifanya hakuna shida. Ukienda kukaa na fulani unaanza kumuelezea, yule fulani ni mbaya sana, amenikosea sana asubuhi ya leo. Sasa umefitini, umekosa baraka, mlango wako umeufunga. Anasema ndugu yako akikukwaza, mwambie yeye mwenyewe, akitubu msamehe, ndio utakuwa umefungua mlango wa baraka. Lakini kama utakwaza na mwenzako, ubebe hasira kiasi cha kuweka uchungu ndani yako, mpaka hutaki kumuona, mpaka unaama mahali kwa sababu mmekosana na fulani, ni kama kule unaenda kunakaa malaika. Nakuta mtu anasema fulani alikosea, sitaki kumuona, anaama. Huko unaenda kuna watu wengine bado watakukosea. Sasa utaama mpaka lini? Utaama mpaka lini? Jua kaa na watu mpendwa. Ukikaa na watu ujue lazima watakukosea. Na ukikosea Mungu anakuambia angalia, ukikasirika hasira isiruke siku moja. Shughulikia hasira kabla siku ishe. Uchungu aliyekosa usikae ndani yako, usije ukafunga milango ya baraka. Ni watu wangapi wako karibu na wewe umewakasirikia, tena umewakasirikia sirini, huku nje unapenya meno na wao, unacheka nao, lakini ndani yako unakumbuka unakasirika sana. Umeleta ukikwazo na huyo mtu aliye karibu na wewe. Watu wengi furaha walionayo kwa uso ni ya uongo. Wengi wetu
Kicheko tunachocheka na wengine ni cha uongo. Maana wengi wetu mioyo yetu imebeba uadui. Wengi mioyo yetu imebeba uchungu wa lile kosa tulilokosewa na fulani. Lakini huku nje tunajifanya tuko sawa. Tunajifanya mambo yako sawa. Hata wengine ni watu wako ndani ya ndoa. Uko na uchungu na mke wako na usemi. Lakini umeleta unga na nyama. Mnapika mnakula, lakini mzee una uchungu na mkeo. Ndio maana utatoka mapema urudi umechelewa na hakuna kitu. Maana umeshavunja sheria ya Mungu wako. Mama uko na hasira na mzee na usemi. Bila siku ile alikufanyia ulikasirika. Mpaka leo hujaondoa hiyo hasira. Lakini nyama unakaranga na kitunguu vizuri mnakula. Umefunga milango ya baraka zenu. Umefunga. Haustahili kubeba hasira juu ya mtu fulani. Haustahili. Haustahili kubeba uchungu juu ya mtu fulani. Maana utakuwa umempea nafasi shetani. Ndio maana mstari unaofuata amesema maneno haya. Akiongea mambo ya hasira na uchungu. Akasema mstari ule wa 27. Ephesians 4:27. Akasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo unapoona mtu amekukosea ujue ni shetani anatafuta nafasi. Unapoona mwenzako amekukwaza ujue ni shetani anatafuta nafasi. Na ataipata nafasi yaje wakati unakasirika, umempea nafasi shetani. Wakati unakuwa na uchungu na mwenzako, umempea shetani nafasi. Sasa wewe umefunga mafanikio. Ni watu wangapi umewakasirikia mpendwa? Ni watu wangapi umewakasirikia? Na unataka kubarikiwa. Tena umekasirikia mpaka dada yako mliyezaliwa naye. Umekasirikia mpaka ndugu yako mliyezaliwa naye. Cha kutamausha sana, umemkasirikia mpaka mpenzi mnaelala kitanda moja. Umemkasirikia. Una uchungu na ule mpenzi wako mnaelala naye kitanda moja. Na unaamka mapema uende kazi ufanikiwe. Una uchungu na ule jirani yako mnayekaa karibu naye. Na unaamka mapema unataka kufanikiwa. Mpendwa, umempa nafasi shetani. Na hakuna mtu aliyempa shetani nafasi anafanikiwa. Hakuna. Maandiko yanasema obey God and resist the devil. Lakini kama wewe utampea shetani nafasi, aweke hasira ndani yako, aweke uchungu ndani yako, kiasi ya kwamba unakuwa na uadui na mtu fulani, basi wewe ya kwamba mafanikio hauna. Ninavyozungumza hivi najua wengi tuna hasira na wengine. Mpendwa, wacha hiyo hasira. Zaburi 37 anasema cease from anger. Kwa maana mtu aliyekasirika anatenda mabaya. Na mtu atendaye mabaya atakataliwa mbali. Hawezi kusaidiwa na Mungu. Mpendwa, ni kweli ulikosewa na fulani. Lakini hiyo ndio kawaida ya maisha. Haukustahili kubeba hasira kwa sababu ya kukosewa na fulani. Haukustahili kubeba uchungu kwa sababu fulani alikutendea jambo lile na lile. Hiyo ni kawaida ya maisha mpendwa. Unastahili kuachilia. Ndio maana Mungu anasema wenye moyo safi ndio watamuona. Na anasema ndiye mtu awe na moyo safi lazima alinde moyo wake. Methali 4:23 nasema linda moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo. Maana kutoka ndani ya moyo wako kutatokea chemichemi za uzima. Lakini umeruhusu hasira imetawala moyo wako. Umeruhusu kikwazo kimetawala moyo wako. Umeruhusu ya kwamba uchungu fulani uko ndani ya moyo. Na kisingizia kwamba fulani alinikosea sana. Lakini Mungu anakuambia unapokaa na watu ujue watakukosea. Na wakikosea unaambia kwamba usikubali kuwa na hasira. Mungu anakuambia ukikosea usikubali kubeba uchungu. Usije ukampa shetani nafasi. Naomba nirudie tena unisikilize. Wakati mtu amekukosea, uelewa ya kwamba ni shetani anataka nafasi. Ndio wewe ufungie baraka zako.
Wakati mtu anakukwaza, uelewe ya kwamba ni shetani anakatika nafasi. Kwa hiyo Mungu anakuambia iwapo atakasirika kwa sababu ya kitendo fulani, usikubali jua litue na hiyo hasira uko nayo. Usilale na hasira kitandani, maana maandiko yanasema hasira inakaa kifua cha mpumbavu. Kwa hiyo ukilala na hasira umekuwa mpumbavu, maana umempea shetani nafasi. Sasa mafanikio umefunga, mema yako yote umewafunga, na umejiwekea kidonda ambacho hakiwezi kuona leo. Ndio maana kuna watu ukiwaambia samea fulani anakuambia ni ngumu, ni kwa sababu alishaweka hasira ndani yake. Sasa ni kidonda ambacho hakiwezi kuona haraka. Ndio unasikia pastor, mimi nashindwa kusamea. Ni kwa maana ulipokosewa uliweka hasira na uchungu ndani yako. Sasa umekaa na hiyo imeweka kidonda, ndio unakuta you are not finding it easy to forgive. Sasa unakuta you can't be blessed. Kwa maana hata mtu anakataa kusamea hawezi barikiwa, hawezi. Maana you can't be connected to a forgiving God when you cannot forgive. Mungu ni wa msamaha, na wewe samea, huwezi onekana, huwezi muona, huwezi. Mungu anasema hata kama dhambi ni nyekundu anasamea, na wewe unasema bila huyo mzee alinifanyia nashinda kumsamea. Bas, baraka umefunga, you are disconnected from God, so you can't be blessed. Ndio maana mlango limembamba sana uendao mbinguni, njia imesonga, ni wachache wanaona. Hata wengine wamekaa makanisani na wanasema mimi nashinda kusamea fulani, na kwanza ni kiongozi, ni mwimbaji. Ndio maana wakituimbia Mungu ashiki, kwa sababu how can you say you love God and you find it so easy to forgive or hard to forgive? Unapata ati unashinda kusamea na unasema unapenda Mungu. You are just a hypocrite. Ondoa hiyo hasira mpendwa, na uchungu. Maujio yale ulifanyiwa ni lazima ufanyiwe. Biblia hakuna mtu aliona Mungu rahisi. Kama umemwona wewe, mwenye aliona Mungu rahisi? Hata yule aliletwa siku ya Yesu alikuwa duniani, akaletwa amewekwa kwa mattress, amekufa. Walipomfikisha walikuta nyumba imejaa, hakuna mahali pa kupitia. Na wale watu walikuwa mlangoni hawakumhurumia, waseme mama amekufa tumepitisha aende. Hakuna. Ilibidi maandiko yanasema walipanda juu ya nyumba, wakatoa mabati moja wakamsukisha na kamba. Hakuna mtu aliona Mungu rahisi wewe. Sasa ukibeba hasira na unasema utaona Mungu, sahau mpendwa. Ukibeba uchungu ndani ya moyo kuhusu mtu fulani na useme ya kwamba nitamwona Mungu, umeshampea nafasi shetani, huwezi muona Mungu. Sasa mpendwa, ndio kana watu waliokukosea, wachana nao. Ilikuwa ni lazima kukosea. It is not something strange. Ukikosewa na mtu is not strange, it is normal kukosewa, na ni lazima kukosewa. Lakini ni kazi yako uache hasira, ni kazi yako uache uchungu, ndio uone Mungu, ndio shetani asipate nafasi. Ni wengine mnasema mimi sitakangi mtu anikwaze. Na wewe umekwaza wangapi? Utakangi mtu akukwaze? Kama utaki mtu akukwaze, ukikufa huwezi kwazwa. Lakini kama uko hai, lazima ukwazwe, lazima. Lakini Mungu anakuambia hasira isikae ndani yako siku ishe. Siku ikiisha na wewe unaacha hasira, unaona kando uchungu, unalala ukiwa moyo wako ni msafi, ndio utaamka na baraka zako. Lakini unalala, hata wengine unakosa usingizi. Unamkuta mtu saa 8 amekaa kwa kitanda yake, anafikiria vile fulani alimkosea, anafikiria vile yule mwanaume alimnyang'anya. Saa 8 ya usiku
Badala wewe unaomba, unawaza mtu bila alikufanyia, utaona Mungu lini? Na hata ukimwaza kila alifanya, we can't reverse it. Maji yakimwagika hayazoleki. Ni kama mtoto ukimtuma maziwa na bahati mbaya kupiga maziwa ilishamwagika, hayawezi kurudi tena. Ndio maana Mungu anasema katika Isaya 43 anasema forget, verse number 18, forget the former things. Saa yaliyopita, hata Waswahili wanasema yaliyopita sio ndwele, tugange yajayo. Lakini wewe umebeba hasira ya miaka 10 iliyopita na unaamka mapema ubarikiwe. Uko na uchungu na ule mzee alikutupa nje 10 years back. Uko na uchungu mpaka saa hii, na unasema unaomba Mungu akufungulie mlango wa ndoa. Atakufungua saa ngapi na shetani umempea sitting room amekaa? Umemfungulia kiti amekalia. Mungu atakufunguliaje milango? Na zaidi yote, unaposema wewe mwanaume alinikosea sana, sitakangi siwezi msamea, ndio uanze ukaa na yeye ulikuwa umeomba. Ndio uanze kaa na yeye akutupa nje, ulikuwa umeomba Mungu. Sio ulidanganya na machipo na mandazi na sausage na nguo za kuvaa na viatu, ukasema nimepata mwanaume. Hata kuomba ulisahau. Sasa akigeuka akutupa nje, unaweka uchungu ndani yako, unasahau hata makosa ni yako, maana uliingia bila kuuliza hata Mungu. Ondoa uchungu mpendwa. Shetani amekaa ndani yako maana una uchungu na fulani. Shetani amepata nafasi ya kutesa maana una hasira na fulani. Wengine wamesema shetani ushinde. Atashindwaje na anakaa ndani yako? Wakati umebeba hasira, shetani anakaa ndani yako. Wakati umebeba uchungu, the devil is inside you. So huwezi kumwambia ashindwe. Huwezi. Hata ukimwambia ashindwe, anakuambia nilishashinda, niko ndani yako. Ndio maana watoto wa Sikeo walimwambia Petro, tunakukemea kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Petro akamwambia, tunamjua Yesu na Paulo, wewe ni nani? Tukambo wajieleze. Walikuwa wametoroa nguo, mmoja alitoka uchi. Mpendwa, ondoa hasira mpendwa. Ni kweli ulikosewa, ulikwazwa na fulani, lakini elewa ni lazima, ilikuwa lazima kufanyia hivyo. Sio kitu cha kushangaza. It's not something strange, it is a must. Na ni kawaida ya maisha ukosewe na mtu, ni kawaida mpendwa. Wacha hasira, utafunga baraka zako mpaka lini? Ondoa uchungu ulio ndani yako. Hata ukibeba uchungu, miaka ilishapita, haiwezi kurudi nyuma. Tuko 2025, mwezi ni wa 6. Mama ikishuka tutajikuta 2026 hivi karibuni. Na wewe umebeba hasira ya 2010 mpaka saa hii. Umebeba uchungu wa 2008 uko nao mpaka saa hii. Sasa utafanikiwa aje? Ndio unameza mara moja kila saa. Ukisema naumwa na kichwa, na unameza sana moja angalau upate usingizi na diclofenac, lakini kumbe dawa ni moja. Wacha hasira na uchungu, weka kando, shetani atoke ndani yako, kae na amani. Uone kile Mungu alikumbia, na usisahau kila mtu aliona Mungu alipitia pabaya. Ati anti yangu alinitesa sana. Angalia saa hii wewe mtu mzima, uko na uchungu na anti yako tangia utotoni. Na saa hii wewe ni mtu mzima mpaka umeoa, umeoleka, uko na watoto, na bado unabeba uchungu wa anti yako. Anti ambaye alikutesa ukiwa mtoto mdogo. Sasa utafanikiwaje? Utabarikiwaje? Ni Mungu. Umeshampea shetani nafasi. Wakati mwingine mpendwa, kama kuna mtu alikulea alikutesa, furahia sana. Maana
maana huenda kama asingekutesa haungekuwa hai. Inawezekana alikutesa ndio ukae hai. Kama ungeachiliwa tu inawezekana ungekufa. Sometimes take things positive. Chukua mambo positive. Si unasema alininyanyasa sana nikiwa mtoto mdogo. But the fact remains you are still alive. Wewe uko hai. Kwa hiyo haustahili kubeba uchungu. Haustahili kubeba hasira. Utampea shetani nafasi na milango ya baraka utafunga. Hataona ushindi. Mfahamu. Kwa nani uko na hasira na yeye? Ondoa ya hasira, maana huwezi fanikiwa. Hata kama uko na degree na uko na hasira na mtu, uliza na amani, atakwambia. When God is not in you, it doesn't matter what you have, you will still suffer. Huwezi kuona mafanikio. Kwa hivyo kama kuna mtu alikukosea na umeweka hasira ndani yako, ondoa. Kwa maana utafunga milango yako. Shetani ni mwizi. Kwa hivyo ukimpea nafasi anaiba kila kitu uko nacho. Ndio utasema napatanga mshahara sijui mahali naenda. Ulimpea shetani nafasi, ndio anakuibia. Mfukuze shetani. Yesu akae ndani. Ndio uone mafanikio mbele. Wacha uchungu. Yaliyotendeka yalishapita. Ilikuwa lazima yatendeke. Ndio na wewe ufanikiwe. Hakuna aliyemwona Mungu akicheka. Kila aliyemwona Mungu alimwona Mungu akilia. Sasa na wewe unabeba hasira. Unasema huyo mtu alinikasirisha sana, hata sitakai kumuona. Mpaka ukitaka kwenda ushago unauliza mama yako ama baba yako, fulani anakuja. Kuna watu Disemba wako kwenda ushago, kwa maana aliambia brother yake pia anaenda. Na maana ako na hasira na brother yake, akasema kama anakuja sikuji. Utakaa sana na mateso. Utakuwa unafanya mark time. Unafikiria unasoma, kumbe hakuna mahali umeenda. Mpaka siku utaondoa hiyo hasira iko ndani yako. Na uchungu ndio Mungu naye atafungua milango yako. Hata kama ni family member alikosea mpendo, usisahau Yusufu aliuzwa na watu wa kwao. Lakini hakubeba uchungu ndani yake. Hasira hakuwa nayo, ndio maana wakati walikuja aliwasaidia. Bali sio Mungu alimbariki. Lakini wewe unasema sister yangu alinikata na panga. Brother yangu sijui alinikata tukiwa watoto wadogo, sitakai kumuona. Na wewe ujue baraka utaziona. Kwa maana ukiwa na hasira na uchungu, shetani amekaa kwako. Na mali kuna shetani hakuna mema. Wakati aliingia akapata nafasi shamba la Edeni, uliona nini alifanya? Watu waliokuwa wameumbwa wakaange salama walianza kulilia nje ya shamba. Sasa ukimpa shetani nafasi ujue utalilia nje ya baraka. Adamu na Hawa walililia nje ya shamba la Edeni kwa sababu ya kumpea shetani nafasi. Mtamu. Ondoa hasira. Watu wengi wamebeba hasira. Na hasira imefanya wamakana uadui na watu fulani. Wengi wako na uchungu ndani yao kuhusu mtu fulani. Na hiyo inafanya wanakana uadui na huyo mtu. Na kiasi wanaanza vitina. Na wanakuwa watu ambao wanakana na ile backbiting. Unakuta akitokea unajifanya hakuna kitu. Akipiga step mbele unaanza kuongea story yake. Bila alikukosea sana. Sasa ujue kwamba kuona Mungu ni vigumu. Kuona ushindi ni vigumu. Wapendwa, ondoa hasira ndani yako. Kukosewa ni lazima. Sasa nikuuliza hivi, mtu akikosea ubebe hasira, unaona utakufa haraka. Kwa maana unajua the more unaishi the more utakosewa. Sasa huyu anakukosea umekasirika. Yule mwingine akukosea ukasirike. Yule mwingine ukasirike. Si utakuwa sumu kesho. Usema hii maisha watu wamenichukia wote nikufa. Yule akikosea unakaa na uchungu. Yule mwingine uchungu. Yule mwingine uchungu.
Na hii dunia mpendwa, kukwazwa ni lazima. Sasa ukibeba uchungu, sio utapigwa na hati hataka. Usitukie umelazwa, kesho tusikia alienda. Kwa sababu ulikuwa unabeba uchungu ndani ya moyo. Why do you want to kill yourself? Ndio uchungu mpendwa. Usimpe shetani nafasi. Ukikosea unajua ni lazima. Yesu alikosewa na alikuwa na makosa, na akapigwa mijeledi msalabani, wakamwekelea, amesema yeye ni mfalme, na hakuna mahali alisema. Lakini yoyote Yesu aliachilia. Ndio maana siku ya tatu alifufuka. Kama angekasirikia msalabani, wale watu walimtoa mavazi wakaanza kugawana. Akiona unasema anti yangu alikuwa anakula chakula, mimi nikiona siwezi msamea. Yesu walimtoa mavazi, wacha wewe chakula. Kutolewa nguo na kunyimwa chakula gani ndio ukali? Yesu ametolewa nguo mbele ya watu, tena kwa msalaba, na hizo nguo zikaanza kugawanwa. Lakini hiyo yote hakubeba uchungu na wale watu. Kwanza akikata nao alisema wasamehewe. Ndio maana siku ya tatu alifufuka. Angalia, unajaribu hili au songe, unajaribu hili au songe, ni kwa sababu umeweka hasira ndani yako, umeweka uchungu na fulani aliyekosea. Lazima uondoe mpendwa, ndio utaona baraka. Maana nakukumbusha tena, watu wa kwanza hawajaisha, bado wako duniani. Watu wa kukasirisha hawajaisha, bado wako. Sasa ukibeba hasira, hivi karibuni utajikuta uko Mombasa. Ukisema hii maisha sasa, wacha tu ni gari nikanyaga nienda. Ama uchukue kamba, sema sasa vile wamenifanya, wacha mimi nikisarende niende. Hasara kubwa. Watu wa kufanya usikie uchungu wangali hapa duniani, usione kama waliisha. Kwa hiyo ukibeba uchungu ndani yako, ujue simu ukijaza na picha inavikana bali na kuambia storage running, free space. Kama saa hii nakuambia sasa hivyo, unaposikia injili na kuambia storage running, free space. Lakini mtu mwenye simu anaonanga kale kana notification kakimulika hapa mbele, anaondoa. Kesho asubuhi ataamka simu imezima na iamke, na itakuwa ndio mwisho wa simu, maana memory ita crash. Hata fundi ukimpelekea na kuambia iwezekani sasa, maana vitu zilishaja. Wacha hasira mpendwa, angalau uchungu uliyobeba, memory itajaa. Ikijaa hata dawa ya daktari itashindwa. Ujue hivi, memory ikijaa, dawa ya daktari utameza, lakini haitawezekana. Ushaiona mtu akiwa depressed, anaongeleshwanga maneno mazuri, tutakununulia ndege wapi? Ameshafika mahali wanaita Nord Vaskia. Mama yake anamwambia, you know you are my only child, I love you so much my son. Lakini sasa mahali amefika, hawezi rudi nyumbani. Unasikia kesho kwa madhara. Mtu alikuwa normal, lakini alikuwa depression mpaka akaruka kichwa, kwa sababu kuna vitu alikuwa anafungia ndani yake. Anabeba, hakujua kuachilia. Mbona hii dunia sio kila kitu unaleta moyoni mwako. Kuna vitu vinaitwa useless things and useful things. Sasa watu wengi wanaweka useless things. Ati fulani alinikosea sana. Can that help you? Kama alikosea na ukufa, si uangalie pande ile nzuri. Uangalie useless thing ukaachana nayo. Atende mzee alimtupa nje na watoto. Alipokutupa nje ulikufa. Si uko hai. Tena uko na afya. Sasa unabeba useless things. Unampea shetani nafasi mpendwa.
unafungia baraka zako mwenyewe. Watu wa Mungu, usimpe shetani nafasi. Ukikaa na watu lazima ukosee, na unaweza kusema hata na ile unaamini. Unaweza kusema na yule hata ulimpea moyo wako, ukasema nimempata mtu wa maana. Anaweza kukosea, lakini mpendo, usiweke hasira ndani yako, usiweke uchungu ndani yako. Unaweza kumuoa mtu akafagia nyumba yako na akaunti yako, lakini mtu mmoja alisema hapa, ukiibiwa bora utakata mikono. Unaweza amka kesho ukatafuta nyingine. Sasa usilete mambo yana maana. Unakuta brother yako alikuibia 2010, mpaka saa hii uko na hasira na yeye, na hata kinyo alikuibia ni kitu hakuna. Ni pesa mbaya, hata haiwezi kununua uhai, na wewe uko na uhai na unakasirika. Unasema kama nilikaa na yeye nikakuwa nampea chakula na akaniibia, huyu hata sio ndugu yangu, hata sitakai kusikia jina lake. Nina uchungu na yeye sana, maana alinikosea sana, ananiibiaje na mimi namleta kwangu. Sasa mpendwa, utafunga baraka zako. Ungekumbuka maandiko yanasema all things work for good. All things work for good. Ungekumbuka hiyo, ungeachilia ujue Mungu ana sababu. Ana sababu ni kwa nini akaruhusu ndugu yangu akaniibia. Ungeondoa hasira ndani yako na kikwazo hicho, na wewe ukae kama kawaida, moyo msafi. Baraka ungeziona haraka sana, mema yako angefunguliwa haraka sana, ushindi wako ungeuona haraka sana. Mtu wa Mungu, ondoa hasira mbele, kwa sababu inafunga baraka zako, inafunga mema, inafunga mema, inafunga mazuri ambayo ungeyaona. Ondoa. Hata kama ulikosema, achana nayo, ili mradi ungali uko hai. Achana na hayo maneno. Kitabu cha Yakobo 1 maandiko yanasema hivi. Yakobo 1 mstari wake ni wa 19. Anasema haya mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Mungu anasema usiwe mwepesi wa kukasirika, kwa sababu hasira inampea shetani nafasi, na hasira inaleta uchungu, uchungu inaleta ghadhabu. Unakuwa mtu wa ghadhabu, vita, matukano, mawazo mabaya. Sasa hiyo inakufungia baraka zako, mema yako yanafungwa. Kwa hiyo Mungu anakuambia usiwe mwepesi wa hasira. Unajua maana yake nini? Ni kama Mungu anakuweka awareness na kwamba utakasirishwa. Kuna mtu atafanya kitu cha kukasirisha, lakini Mungu anakuambia usiwe mwepesi wa hasira, kwa sababu hasira inaleta shetani ndani ya maisha yako. Sasa mema unafungiwa. Usiwe mwepesi wa hasira mbele. Lakini Paulo ameambia Waefeso, iwapo utakasirika, usikubali kulala na hasira. Kama utafanyiwa jambo ushindwe kujizuia ukasirike, anakuambia hakikisha jua likitua hasira yako umeitua, ndio kesho yako itakuwa ya baraka. Lakini wengi wetu jua limetua mpaka miaka kama 5 years, jua linatua mwaka wa kwanza, wa pili, hasira ngali nayo, mpaka miaka 10 inarisha ukiwa na uchungu na furaha, na ili hali wataka kufanikiwa. Sasa utafanikiwa na umemruhusu shetani amekaa ndani yako. Unaona shetani mbele, ndio shetani. Mstari wa 20 wa Yakobo 1:20
Anasema kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu ataruhusu hasira imtawale ambaye atampendeza Mungu. Hakuna. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo when you get angry you cannot do what is righteous. You will even commit abomination. Kwa sababu ya kuruhusu hasira ikutawale. Na hivyo ndivyo utafunga milango yako ya baraka. Utamu. Na watu wangapi unawakasirikia mpendwa? Ondoa hasira ubarikiwe. Na watu wangapi umewakasirikia? Mungu anakuambia ondoa hiyo hasira. Usikubali tena siku ya leo jua litue na uko na hiyo hasira. Shughulikia hasira mpendwa. Jua likitua wewe umemaliza. Umesafisha moyo wako. Likitua leo moyo wako uwe msafi. Usafishe mpaka mawazo yako. Hata mawazo yako yasahau yale makosa. Yasahau ile uchungu. Na sasa utaona maisha yako yakigeuka. Utaona mema yakionekana maishani mwako. Lakini ukiachilia hasira iendelee kukaa ndani yako na uchungu, basi wewe ya kwamba mpendwa, utakuwa ni vigumu sana wewe kuona ushindi. Ng'ang'ana sana mpendwa. Siku ya leo jua kabla litue, kwa hasira umebeba kuhusu fulani, ondoa. Niache mpendwa. Unajitesa mwenyewe. Ule uchungu umebeba kuhusu ule mwanaume au ule mwanamke, ule msichana ama ule mfanyikazi. Wengine ni mfanyikazi ulimwandika kazi akaharibu kazi, mpaka leo umebeba uchungu na yeye. Hata mshahara ulikatalia kwa sababu aliharibu kazi yako. Ukitaka kubarikiwa wewe unayeajiri watu, hata mtu muajiri aharibu kazi yako, mlipe mshahara wake aende, ndio na wewe utabarikiwa. Lakini ukichukua hatua ya kusema yeye ameniharibia kazi simlipi, basi baraka umefunga. Hata mtu akikosea, kama una kitu chake mpe. Ukisema vile amenikosea simpi, vile amenifanyia simpi, nina hasira sana na yeye siwezi kumpa sasa. Close the door of your blessing. Ukitaka kubarikiwa mpendwa, mlango ni mbamba sana. Hata kama mtu anakudai na amekukosea, wewe mpe mali yake. Mpe haki yake, wachana naye. Kama ni mshahara, mpe mshahara wake aende nao. Hata kama amekuharibia kitu chako, wewe ukitaka Mungu akubariki, jikane. Don't have your way. Follow the way of God. Wewe mpe pesa zake aende nazo, ndio kesho utafanikiwa. Lakini ukikasirika useme vile amefanya,